Hadithi ya Mansa Musa si hadithi ya utajiri mkubwa zaidi duniani pekee, bali ni hadithi ya maono, uongozi, lakini pia udhaifu wa ukuu usio na mizizi imara. Mwanzoni mwa karne ya 14, muda mrefu kabla ya himaya za Ulaya na Marekani kutawala biashara za dunia, Afrika Magharibi ilikuwa kitovu cha mojawapo ya falme tajiri na zenye nguvu zaidi kuwahi kutokea duniani. Katikati yake alisimama mtawala ambaye utajiri wake uligeuka kuwa hadithi ya ukarimu, mpaka ukarimu wake ukatikisa uchumi wa miji aliyopita. Utajiri na urithi wake bado unavutia wanahistoria hadi leo. Mansa Musa, mfalme wa dola ya Mali. Mansa Musa hakupigania kiti cha enzi kwa tamaa binafsi. Alipanda madarakani mnamo takribani mwaka 1312 katika mazingira ya kiajabu. Mtangulizi wake alisemekana kuvutiwa mno na utafiti wa bahari ya Atlantiki. Alitumia msafara mkubwa majahazi kuichunguza bahari hiyo, lakini hakurudi tena. Kwa kutoweka kwa mfalme huyo ambaye alikuwa ndiye kaka yake mkubwa, Musa aliyekuwa naibu wake akachukua uongozi wa dola. Wakati huo dola ya Mali tayari ilikuwa pana, ikienea katika maeneo ya Mali, Senegal na Mauritania, kwingineko mpaka na Guinea. Hata hivyo, Mansa Musa angeibadilisha hiyo himaya kutoka nguvu ya kikanda na kuifanya kuwa dola kuu ya kimataifa ya utajiri, elimu na ushawishi. Utajiri wa Mansa Musa ulitokana na nini? Haswa ulitokana na udhibiti wa rasilimali ya dhamani zaidi ya wakati huo, ambayo ilikuwa ni dhahabu. Kipindi kile Afrika Magharibi ilizalisha takriban nusu ya dhahabu ya dunia yote. Aidha, Mali ilidhibiti njia kuu za biashara za kuvuka jangwa la Sahara. Hizo njia ziliunganisha Afrika kusini mwa Sahara na Afrika kaskazini, pia Mashariki ya Kati na Ulaya. Bidhaa kama chumvi, pembe za ndovu, vitambaa vya dhamana na bidhaa mbalimbali, ikiwemo kwa bahati mbaya sana watumwa, zilipita katika miji ya Mali, huku zikileta mapato makubwa sana. Badala ya kuficha utajiri huo, Mansa aliwekeza katika miundombinu, utawala, dini na elimu. Akaimarisha dola yake kwa misingi imara. Mnamo mwaka 1324, Mansa Musa alifanya hija kwenda Maka, safari iliyomfanya ajulikane katika mabara matatu. Msafara wake haukuwa mkubwa tu, bali ulikuwa wa kushangaza. Riwaya za historia zinasimulia kwamba kulikuwa na makumi ya maelfu ya wahudumu katika msafara ule. Ndani ya msafara huo kulikuwa na maafisa, wanajeshi, watumishi na wanazuoni, mamia ya ngamia waliobeba dhahabu, maelfu ya vipande vya dhahabu vilivyoletwa njiani. Alipopitia Afrika kaskazini na Mashariki ya Kati, Musa aligawa dhahabu zake kwa ukarimu mkubwa. Alipopitia mji mmoja kule Misri, alimwaga dhahabu kiasi cha kushusha thamani yake sokoni na kusababisha mfumuko wa bei uliodumu kwa miaka kadhaa. Habari za utajiri wake zilisambaa Ulaya na Asia. Ramani za zama hizo zilianza kuonyesha Afrika Magharibi ikiwa na mfalme aliyeketi na kushika tufe la dhahabu. Sifa za utukufu wa Musa zikaenea. Aliporudi nyumbani, Musa alielekeza nguvu zake kuifanya dola yake iwe mwanga wa elimu na ustaarabu. Aliwekeza kwa kiwango kikubwa katika mji wa Timbuktu, huku akiugeuza kuwa mojawapo ya vituo vikuu vya kielimu duniani katika enzi za kati. Vyuo, maktaba, misikiti na shule zilichanua. Wanazuoni kutoka sehemu mbalimbali za Afrika na ulimwengu wa Kiislamu walifika kule kusomea sheria, nyota, hisabati, tiba na teolojia. Usanifu wa majengo pia ulipata nguvu. Misikiti mikubwa, miradi ya umma ilionyesha ibada, mamlaka na ustawi wa dola. Chini ya utawala wake, himaya ya Mali ilifikia kilele chake kiuchumi, kijeshi,
kitamaduni na kielimu. Mansa Musa alitawala kupitia mfumo, akiunganisha Mali na ulimwengu mpana. Uongozi wake uliunganisha nguvu za kijeshi, udhabiti wa uchumi, uhalali wa kidini na uwekezaji wa kitamaduni. Mchanganyiko huo ulidumisha ustawi kwa miongo kadhaa. Sasa basi, Mansa Musa alifariki takribani mwaka 1337. Baada ya kifo chake, dola ilianza kudhoofika polepole, lakini bila kuzuilika. Hebu tuangazie sababu zilizoathiri ushawishi wa himaya ya Mali baada ya kifo cha Mansa Musa. Himaya ikameguka. Kosa kubwa alilolifanya Mansa Musa ni kutegemea sana uongozi wake kama mtu mmoja. Mansa Musa alikuwa ni kiongozi pekee, lakini wengine wote walitegemea kutoka kwake, bali hawakuwa na nguvu za kutawala. Nguvu ya dola ikijengwa juu ya mtu mmoja badala ya taasisi imara itakuja kuanguka. Alikosa mpango wa urithi wa uongozi. Mabadiliko ya madaraka yanapaswa kuwa wazi na thabiti. Alishindwa kuinua mtu mwenye maono, elimu na mtazamo kama wake ili aendelee kuinua himaya ya Mali. Alionyesha utajiri kupita kiasi. Usimamizi wa Mali unahitaji hekima, si maonyesho. Inawezekana nchi za Europa zilipoona ule utajiri wa Mansa Musa zilianza kupanga njama jinsi watakavyochukua utajiri huo, kutoendana na mabadiliko ya kijeshi na biashara za kisasa. Taifa lisilobadilika hupitwa na wakati. Mansa Musa aligeuza Mali kuwa dola ya hadithi, akajenga vituo vya elimu vilivyoangaza dunia, akaonyesha kuwa Afrika inaweza kuwa mhimili wa historia za dunia hata kabla ya ukoloni. Lakini urithi wake pia unatukumbusha ukweli usiobadilika, kwamba ukubwa wa taifa haupimwi kwa jinsi inavyopaa chini ya kiongozi huyo, bali kwa jinsi taifa linavyosimama baada ya kiongozi huyo kuondoka.